بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Tunaendelea na kitabu chetu Matnul Ghaya ala madhhab al-Imam Shafi'i, na sasa tupo katika sala za Eid mbili. Faslun wa salatu al-Eidain, faslihi tazungumzia sala za Eid mbili. Sunnatun muakkada, ni sunna iliyostiliwa mkazo sana, mtu asizembee kuzitekeleza swala za Eid mbili, ni muhimu sana. Jama'a ulama ala istihsan al-ghusl, wanazuoni wameafikiana wote kwamba ni vizuri kuoga li salati al-Eidain kwa ajili ya kwenda kuswali swala za Eid mbili, wa annahuma bila adhani, na swala hizi hazina adhana wala iqamatin wala hazina iqama, li thubuti dhalika an rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hilo ndivyo lilivyothibiti kutoka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Illa ma ahdatha min dhalika Muawiya, isipokuwa kila alichokianzisha Muawiya fi asah al-aqawil, kufuatia kauli asah, katika kauli chungu mzima ile asah asini hivyo. Qalahu Abu Umar, msema hayo Abu Umar. Wa amma an-nida'u lil-Eidain, ama kutoa wito na adhana kwa ajili ya Eid mbili bi qawli as-salatu jami'a, as-salatu jami'a rahmukallah, hiyo فإنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، hiyo haikuthibiti kutoka kwa mtume. والحديث الوارد بهذا النداء، na hadithi iliyoleta wito huu wa swala ya Eid, sanaduhu mursalun an az-Zuhri, sanadi yake ni mursal katika kwa upande wa Zuhri. Wal mursalu minhu sahabi saqat, kurudi kwa watu mustalah taelewa hayo. واتفقوا على أن وقتها من شروق الشمس إلى الزوال، wakati wa swala ya Eid ni tokea jua linapochomoza mpaka kupinduka. Kwa hiyo saa 5, saa 4, saa 3 mnaweza kuswali Eid tu bila tatizo. Kadhalika ajma'u ala anna sunna, pia wameafikiana wanazuoni kwa anasema anna sunna fiha, sunna iliyo katika kwenye Eid taqdimu as-salat, ni kutanguliza kuswali kwanza swala ya Eid ala al-khutbati fi salati al-Eidain, fundo ifuatie khutba katika swala za Eid mbili. Lithubuti dhalika aidan an rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hilo limethibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Illa ma ruwiya an Uthman, isipokuwa yale maelezo yaliyopokelewa kutoka Sayyidina Uthman annahu akhara as-salata wa qaddama al-khutbah, kwamba Sayyidina Uthman aliweka nyuma sala akaitanguliza khutba. Kwa hiyo khutba nini, swala ikaswaliwa baada ya khutba kama swala ya Ijumaa. Kwa nini? Li alla yaftariqa an-nasu qabla al-khutbah, ili watu wasije wakasambaratika kabla ya khutba hajasoma. Wajma'u aidan, vile vile wameafikiana wanazuoni ala annahu la tawqita fi al-qira'ati fi al-Eidain, hakuna kisomo maalumu kwenye swala Eid mbili. Wa aktharuhum tuhibba, na wengi wanazuoni wamesema ni vizuri ayaqra fi al-ula bisabbihi, wasoma katika raka ya kwanza isoma sabbih isma rabbikal a'la, wa fi thaniyati, na kwenye raka ya pili baada alhamdu bil ghashiya usoma halata hadithul ghashiya. Tawaturi an rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kwa hilo limekuja kwa njia ya mutawatir kutoka kwa bwana mtume, ndivyo lilipokelewa kwa mutawatir. Wastahabba ash-Shafi'i al-qira'a, naona ni vizuri Imam Shafi'i kusoma fihima katika raka mbili hizo qaf, au kwenye Eid mbili hizo raka ya kwanza qaf wal Qur'anil Majid, baada ya kusoma alhamdu usome sura hiyo. Waqtarabat as-sa'atu, na kusoma surat al-Qamar baada ya alhamdu, lithubuti dhalika anhu sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu imethibiti kutoka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa hiya rak'atani, ni raka mbili. Yukabbiru fil ula 7, katika raka ya kwanza ataleta takbira 7, ukiondoa takbira ile ya siwa takbiratul ihram, ukiondoa takbira ya kuhirimia kwenye swala. Kwa hiyo jumla na hiyo inakuwa ni 8. Wa fi thaniyati 5, katika raka ya pili ni takbira 5 siwa takbiratul qiyam, ukiondoa takbira ya kusimama kutoka katika sijida kule unavyosimama, ukijumlisha nayo zinakuwa 6. Waqtalafu fi takbiri, na wametofautiana wanazuoni katika hizi takbira. Dhahaba Malik ila anna at-takbira fi al-ula, Imam Malik amekwenda na kutufahamisha kwamba takbira katika raka ya kwanza min rak'atay al-Eidain, katika raka mbili za Eid mbili 7 ni takbira 7, ma takbiril ihram, pamoja na takbira ya kuhirimia.
قبل القراءة قبل يكسوما. وفي الثانية 6 يعني قبل القراءة قبل يكسوما سورة قبل يكسوما الحمد لله قبل يكسوما سورة unaleta takbira 7. في الثانية katika raka ya pili 6 ni takbira 6 مع تكبيرة القيام من السجود pamoja na takbira ya kusimama kutoka katika sijda. وقال الشافعي في الأولى 8 وفي الثانية 6. الإمام الشافعي raka ya kwanza ni takbira 8, raka ya pili takbira 6 مع تكبيرة القيام pamoja na takbira ya qiyam min as-sujud kusimama katika sijda. وقال أبو حنيفة الإمام أبي حنيفة كسهيل أنا إليزا يكبر في الأولى ثالثا بعد تكبيرة الإحرام أتلت تكبيرة kwenye raka ya kwanza baada ya takbiratul ihram takbira 3 ataleta baada yake. Yarfa'u yadayhi fiha na nyanyua mikono katika takbira hizo. Thumma yaqra al-Qur'an kisha tasoma baada ya takbira hizo al-Qur'an wa suratan na sura. Thumma yukabbiru raki'an kisha ataleta takbira kuenda kurukuu wala yarfa'u yadayhi hanyanyui mikono. Fa idha aqama ila thania ataposimama kwenda kwenye raka ya pili kabara wala yarfa'u yadayhi ataleta takbira kwenda kusimama na hanyanyui mikono. Wa qara'a fatihatal kitab na atasoma alhamdu wa suratan atasoma sura. Thumma kabbara thalitha takbirat baada kumaliza sura ataleta takbira 3 yarfa'u yadayhi yarfa'u fiha yadayhi ananyanyua mikono yake kwenye takbira hizo. Thumma yukabbiru lirukuu kisha ataleta takbira kwa ajili ya kwenda kurukuu wala yarfa'u yadayhi hanyanyui mikono fiha kwenye takbira hizo kwenye takbira hiyo. وقال قوم كنا wanazuoni waliosema 9 fi kulli rak'atin ni takbira 9 katika kila rakaa bana. Ani ibn Abbas hilo limepokelewa na Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhu. Wakhtalafu fi at-tanaffuli qabla salati al-Eid wa ba'daha. Wanazuoni wametofautiana, je ni sunna kuswali kabla salati al-Eid kwa swali qabla ya Eid au ba'daha na baada swali al-Eid kwa swali baada ya Eid? Ni sunna hilo? Wal jumhur ala annahu la yatanaffalu la qablaha wala ba'daha, asiswali swala ya sunna kabla ya swala ya Eid wala baada swala ya Eid, asiswali swala ya sunna. Wa huwa marwiyun an Ali ibn Abi Talib qawlihi mapokelewa kutoka kwa Sayyid Ali ibn Abi Talib wa ibn Mas'ud na Abdullah ibn Mas'ud wa Hudhaifa wa Jabir wa bihi qala Ahmad. Kwa madhhab Imam Ahmad hakuna kuswali swala ya sunna ya Eid qablia wala ba'diya. Wa qila yatanaffalu qablaha wa ba'daha. Kwa kauli nyingine nasema naruhusiwa kuswali swala ya sunna qablia ya Eid na ba'diya ya Eid. Wa madhhabu Anas, na hayo ndo madhhabu yani madhhabu ya sahaba aitwa Anas bin Malik wa Urwa wa bihi qala Shafi'i. Na kwa kauli hii ndio amesema Shafi'i kwamba unaruhusiwa kuswali qablia na ba'diya ya Eid. وقد رجح الشيخ ابن عثيمين شيخ ابن عثيمين كسمه hii kauli ya Imam Shafi'i ndo kauli rajih, sio nimesema mimi Sheikh al-Uthaymeen. Hutubu baadaha khutbatain, atakhutubu baada ya swala ya Eid hutuba 2. Yukabbiru fil ula 9 wa fi thaniyati 7, ataleta takbira katika raka ni hutuba ya kwanza 9 na katika hutuba ya pili 7. Waqtalafu idha ijtama'a fi yawmin wahidin Eid wa Jum'a. Ya salam, wanazuoni wametofautiana zitapokutana kwa pamoja katika siku moja swala ya Eid na swala ya Ijumaa. Hal yujzi al-Eid an al-Jum'ati, je Eid itatosheleza kusio na haja ya kuswali Ijumaa? Faqala qaumun yujzi al-Eid an al-Jum'a. Wanazuoni walikwenda na kutufahamisha kwamba yatosheleza Eid na kutohitajika tena kutekeleza swala ya Ijumaa. Walaysa alayhi fi dhalika al-yawm illa al-'asr faqat, na siku hiyo hakuna swala nyingine isipokuwa swala la asiri tu na kuendelea magharibi na isha. Wabihi qala Ata, na kwa kauli hii ndio amesema Ata. Waruya dhalika an ibn Zubair, na imepokelewa hii kutoka kwa ibn Zubair wa Ali na sina Ali. Waqala qaumun, na wanazuoni wengine wameeleza hadhihi rukhsatun, hii ni ruhusa ya kuswali Eid tu alafu Ijumaa hakuna. Hii ni ruhusa li ahli al-bawadi, hii ni ruhusa ya watu wa vijijini, si mjini kama huku Temeke, Kariakoo, Ilala, yani kwenye miji mikubwa. Si ruhusa alladhina yariduna al-amsara, ambao wao wanakusudia kwenda kwenye miji lile-Eid ile wakapate kuswali Eid wal Jumaa na kuswali Ijumaa huko vijijini mwao. Huko Ijumaa haitoshi, wanakwenda kwenye sehemu hizo. Khasatan hao ndio waliopewa ruhusa hii hasa.
kama ruya an Uthman, kama ilipokelewa kutoka Sayyidina Uthman annahu khataba fi yawm Eid, alisoma hutuba akueleza siku ya Eid wa Jumaa na siku ya Ijumaa. Faqala man ahabba min ahli al-aliyah, atayependa katika watu wanaotoka kwa Aliyah ni sehemu za vijiji, ayantadhira al-Jumaa, atayependa asubiri Ijumaa, falyantadhir asubiri. Wa man ahabba an yarja falyarja, anataka kurudi kwamba swali Eid akarudi kwao, basi haswali Ijumaa, sawa. Wa bihi qala Shafi'i, na kwa kauli hii ndio amesema Imam Shafi'i kwamba kama ni watu vijijini sura yake ni hiyo, lakini mjini hakuna hiyo habari. وقال مالك وابو حنيفه، نمسمى مالك نبي امام ابي حنيفه اذا اجتمع عيد، نبو كتانا عيد وجمعه نسك نجمع، فالمكلف مخاطب اذا لبلغنا عقل anazo anasemeshwa na sheria bihima, yote haya mawili jamian, kwa yote. Al-Eid ala annahu sunna, anatakiwa atekeleze Eid kwa kuzingatia yenyewe ni sunna, wal jum'atu, na analazimika atekeleze Ijumaa ala annahu fardun, kwa kuzingatia yenyewe ni fardh. Kwa yote anatakiwa, hakuna wala yanubu ahaduhuma anil akhar, hakuna inokaa badala ya mwenzake katika hizi mbili. La ilaha illa, hakuna kusema tukiswali Ijumaa tu Eid hatuna haja nayo, au Eid Ijumaa. Wayukabiru min ghurubi ash-shams, na wataleta takbira toka jua linapozama, min lailatul Eid, katika usiku ule wa Eid, ila an yadkhula al-imamu fi salati, paka atapoingia imamu katika swala ya Eid. Wa fil adha, na katika Eid ya kuchinja, Eid ya mfungo tatu, khalfa as-salawat al-mafruḍat, hataleta takbira baada ya kila sala za faradhi, min subhi yawm Arafah, katika kuanzia kwenye asubuhi ya siku mwezi 9 yawm Arafah, ila al-asr, mpaka kwenye alasiri min akhir ayyam at-tashriq, ya masiku matatu baada ya Eid, ile masiku ya kuanika nyama baada ya siku ya Eid, hesabu tena siku tatu mbele alasiri yake. Anasema waqtalafu fi waqti at-takbir fi Eid al-Fitr ba'da an ajma'a ala istihbabihi, wametofautiana wanaozuoni katika wakati wa kuleta takbira za Eid al-Fitr, baada ya wanaozuoni kuwafikiana kuwa ni sunna kuzileta hizo takbira. Al-jumhur ala istihbabihi, baada jamhuri kuwafikiana kuwa ni sunna. Faqala jumhurul ulamai, jamhuri ya wanaozuoni wakaeleza na kutufahamisha, yukabbiru inda al-ghuduwi ila as-salah, taleta takbira wakati anakwenda kusali. Wa huwa madhhab ibn Umar, aina madhhab ibn Umar wa jama'atin min as-sahaba, kundi la wanaozuoni wa kisahaba wa tabi'in, wa bihi qala Malik wa Ahmad. Na kwa kauli hii unapotoka kwenda msikitini kusali, hiyo ni kusali hiyo sala hii ndio leta takbira, ndivyo alisema Imam Malik na Imam Ahmad, ndio alivyoelewa hivyo. Wa Ishaq wa Abu Thawr na Abu Thawr. Wa qala qaumun, na kwa wanazuoni wengine wameeleza, yukabbiru min lailatul fitr, lizitaleta takbira tokea usiku wa ule wa Eid al-Fitr, idha ra'u al-hilala, pale wanapokuwa wameshauona mwezi jioni, hata yaghadua ila al-musalla, na hapo wataleta takbira hivyo mpaka watapokwenda pahala pa kusalia Eid, wa hatta yakhruja al-imam, na mpaka atoke imamu kuja kusali. Wakadhalika fi lailatul adha, pia hivyo katika usiku wa Eid al-Adha indahum wao, in lam yakun hajjan, kama huyo mtu si aliye ibada ya hija, alete takbira. Waruya an ibn Abbas, hiyo imepokelewa kutoka Abdullah ibn Abbas, inkaru takbiri jumlatan, hakuna kupinga kabisa, hakuna kuleta takbira illa idha kabbara al-imam, isipokuwa kama kiongozi ataleta takbira, basi nanyi mtaleta. Wattafaqu aidan ala takbiri fi adbari salawat, wameafikiana kwamba zileto takbira baada ya sala za faradhi, ayyam al-hajj, kwenye masiku yale ya hija. Wakhtalafu, wakatofautiana fi tawqiti dhalika, katika kuziwekea muda kwenye hizi takbira, ikhtilafan kathira, wakatofautiana tofauti kubwa. Faqala qaumun yukabbiru min salati subhi, wako na uzuoni waliosema kwamba wataleta takbira toka kwenye sala baada ya sala ya asubuhi ya yawm Arafa, ile siku ya Arafa, baada salatu subhi. Na hii ni moja katika kauli ya madhhabu Shafi'i, ila al-asr min akhir ayyam tashrik, wataendelea kuleta hivyo mpaka kwenye alasiri ya masiku yale, masiku matatu baada ya siku ya Eid. Wa bihi qala Sufyan wa Ahmad, hivi ndivyo alisema Sufyan na Imam Ahmad wa Abu Thawr. Wa qila yukabbiru min salati adh-dhuhri, kauli nyingine anasema wataleta takbira tokea swala ya dhuhuri, min yawm an-nahr, kwenye siku ile ya kuchinja, ila salati subhi, mpaka mwisho wake ni mwisho wa swala ya asubuhi,
min akhir ayyam at-tashrik, kwenye masiku matatu yale ya kuwa ni masiku ya matatu baada ya Eid. Wa huwa qawlu Malik wa Shafi'i, ni qawli ya Malik na Imam Shafi'i. Kwa hiyo katika madhhabu Shafi'i kuna kauli mbili kama hivyo. Wa bil jumlati, kwa ujumla, fal khilafu fi dhalika kathirun, khilaf iliyojitokeza kuhusu hili nyingi. Haka ibn al-Mundhir fiha, ameeleza Ibn al-Mundhir 10 aqwalin, qawli 10 kuhusu hizi. Na sisi hatuna haja ya kuziorodhesha hapa, tutosheke na hizi tulizozieleza. Ni jambo lina khilaf, khalas. Wallahu a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.